Unakwenda kuwa mchezo mgumu kwa timu zote mbili, kwa maana ukizungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, hadhi ya michuano yenyewe inadhihirisha kile ambacho hii leo huenda kikaenda kutokea katika uwanja wa Borg El Arab katika mji wa Alexandria huko nchini Masri, kwa maana National Al Ahly wamekuwa na rekodi katika hii michuano, kwa maana wao ndio mabingwa wa muda wote katika hii michuano, wakiwa wametoa taji hili mara 12 na wakiwa wamefanya hivi mara 17, kwa maana mara 12 wametoa, mara 5 wakiwa wamepoteza katika mchezo wa fainali. Kwa hiyo National Al Ahly katika mchezo wa leo anaingia kama title contender na Young Africans anaingia kama underdog. Compared National Al Ahly katika head to head win, yeye amekuwa na ushindi mwingi, kwa maana amepata matokeo kwa siku za hivi karibuni zaidi kuliko Young Africans. Lakini pia ukiangalia Al Ahly ana advantage, kwa maana yuko katika uwanja wa nyumbani, katika uwanja wa Borg El Arab, na tumeona jana walitoa mabasi zaidi ya 10 ili mradi kutoa mashabiki katika eneo la mji wa Cairo mpaka katika mji wa Alexandria kaskazini mwa nchi ya Masri. Lakini pia National Al Ahly katika engo ya mchezaji mmoja mmoja unaweza ukaona kwamba amemzidi Young Africans kwa sehemu moja ama nyingine, kwa maana unapozungumzia Al Ahly aina ya players wake ambao wapo katika kikosi chao ni heavyweight, kwa maana unaangalia hawa National Al Ahly ni miongoni mwa timu ambazo zimetoa players wengi katika timu za barani Afrika katika michuano ya AFCON, kwa sababu ukiangalia wachezaji 10 katika kikosi cha National Al Ahly walikuwa katika timu mbalimbali za taifa katika michuano ya AFCON ambayo imeisha hivi karibuni, kwa maana 8 katika timu ya taifa ya Misri, 1 katika timu ya Tunisia, lakini pia 1 katika timu ya taifa ya Mali. Hii haijaja kwa bahati mbaya, ni kwa performance ya hawa wachezaji kuweza kuonesha kiwango bora katika timu yao ya National Al Ahly. Lakini pia katika huu mchezo Al Ahly ndio anaongoza kundi akifuatiwa na Young Africans ambao wote kwa pamoja wana alama 4, kwa sababu ukiangalia Al Ahly katika hii michuano mpaka hivi sasa ameshafunga mabao 5 na akiwa ameruhusu magoli 2, huku Young Africans yeye akifunga bao 1 lakini hajaruhusu bao mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni wazi kwamba National Al Ahly wana safu bora ya ushambuliaji ikiongozwa na Mahamoud Hassan Trezeguet ambaye mpaka hivi sasa yeye ni miongoni mwa top scorer, kwa maana akiwa na mabao 3. Kwa hiyo inakwenda kuwa ni mchezo mgumu kwa Young Africans, mchezo ambao una radha ya michuano yenyewe, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu ukiangalia mchezo wa mwisho Young Africans alipoteza katika uwanja wa Cairo Stadium bao 1-0, ambapo Yanga akiwa nyumbani alipata sare ya bao 1-1. Lakini pia mbinu za walimu wa timu zote mbili, kwa upande wa National Al Ahly Jesse Therop raia wa Denmark huenda akapanga kikosi chake vyema kwenda kuikabili Young Africans leo, bila kusahau kwa upande wa Young Africans Pedro Goncalves huenda akaingia na mkakati mama katika mchezo wa leo. Tumeona maingizo mapya kwa upande wa Young Africans, Depu ameingia katika eneo la kushambulia, Alan Okero ameingia katika hilo eneo, the same kwa upande wa midfield Damaro Kamara ameingizwa katika kikosi, Musa Balakonte katika fomu. Kwa hiyo unaona ni kama vile Young Africans mpya ambayo inakwenda kucheza na National Al Ahly ikiwa ina kikosi full ambacho kila mmoja angetegemea kwenda kuona mchezo wa kuvutia na mchezo wenye radha harisi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwanza ni styling of praise kwa Young Africans hii leo, tuitegemee wakiwa wana aina tofauti ya kiuchezaji, kwa maana unaangalia mwalimu Pedro Goncalves amekuwa ni kama vile kinyonga, kwa maana kwenye kila mchezo ambao anauelekea lazima aingie na mkakati tofauti. Ndio maana unaona mpaka hii leo Young Africans bado katika eneo la namba 10 hajapata yule mtu ambaye ni moja kwa moja kama amekuwa ana change. So namba 10 utegemeana na mechi husika. Ni wazi leo Yanga anakwenda kuwa timu ya pili kiwanjani, kwa hiyo mwalimu Pedro Goncalves lazima aweke mpango madhubuti, aidha wa kwenda kufanya high pressing kuanzia juu ama kuweza kuweka middle blocking kuanzia katikati, ili National Al Ahly wakose ule uhuru wa kumiliki mpira, kwa maana falsafa kubwa ama silaha kubwa ya National Al Ahly wapo katika maeneo yao ya pembeni, kwa maana eneo lao la chini Mohamed Han pamoja na Akram Mofid, Karim Fuad, lakini pia katika eneo la mawinga kwa maana Mohamed Hassan Trezeguet, bila kusahau kwa upande wa Achraf Bencharki. Hawa ndio wamekuwa players hatari kwa upande wa National Al Ahly katika maeneo ya pembeni. Kwa hiyo Pedro Goncalves leo tutegemee
kwanza aina tofauti ya kikosi chake ambacho huenda akaanza. Binafsi yangu leo nategemea kumuona mtu kama Yao Kwasi Artola akiweza kuanza, though Israel Patrick Mwenda amekuwa bora katika hilo eneo, lakini bado ni katika eneo la kujenga stimu, kwa maana leo Young Africans atakwenda kuwa mtumwa katika eneo moja ama nyingine, kwa maana anakwenda kuingia timu namba 2 kiwanjani. Kwa hiyo kama unaenda kuingia katika mchezo mgumu, wewe ukiwa upei nafasi, lazima jukumu lako la kwanza liwe ni kuzuia kwanza, and then jukumu la pili liwe kushambulia kwa kufanya counter attackers, kwa maana mashambulizi ya kushtukiza moja kwa moja. Kwanza ni mwendelezo mzuri wa Young Africans kwa sehemu moja ama nyingine, kwa sababu ukiangalia Yanga imekuwa ni timu ambayo katika hii michuano ina consistency nzuri. Ukiangalia Young Africans kwenye mechi 2 mpaka hivi sasa bado hawajapoteza mchezo wowote. Mchezo wa kwanza dhidi ya AS FAR Rabat katika uwanja wa Amani Zanzibar, wakiwa nyumbani wakapata ushindi bao 1-0, lakini mchezo wa pili katika ardhi ya Algeria dhidi ya JS Kabylie wakapata sare ya 0-0. Hiyo consistency ambayo amekuwa nayo Young Africans ndio ambayo inawaamanisha ama inawaaminisha mashabiki wa Young Africans kupata ushindi ama angalau hata alama moja katika mchezo wa leo dhidi ya timu ngumu ya National Al Ahly, tena wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Tukumbuke tu kwamba Young Africans hii leo anakwenda kucheza mchezo wa 3 katika kundi B ambako ndiko anashiriki. Young Africans akiwa nafasi ya pili akiwa na alama 4 sambamba na timu za JS Kabylie na AS FAR Rabat, bila kusahau National Al Ahly. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Hii ni Anuari TV. Asante.